Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametufikisha hapa tukiwa wazima afya tele, lakini pia nichukue fursa hii adhimu kuwakaribisha wageni wetu waliojumuika nasi leo, Mheshimiwa Rasi, Katibu Tawala pamoja na CAG na timu yake na wageni wote katika mkutano wetu huu maalum wa kupitia na kupitisha taarifa ya utekelezaji wa mapendekezo ya ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali katika manispaa ya Kinondoni kwa mwaka fedha 23-24. Mheshimiwa Mwenyekiti, leo tuna jumla ya ajenda 4, ambapo ajenda ya kwanza ni kukaribisha kutufungulia kikao chetu hiki, lakini ajenda ya pili itakuwa ni kupitia na kuidhinisha ajenda za mkutano huu maalum, na ya tatu sasa itakuwa ni kupitisha taarifa ya utekelezaji wa mapendekezo ya ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa mwaka wa fedha 23-24, na ajenda ni kufunga kikao. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ruhusa yako sasa naomba kukaribisha kufungulia kikao chetu. Asante. Mkuu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam ndugu Albert Chalamila, Katibu Tawala wa mkoa ndugu yetu Toba Nguvila, mkuu wetu wa wilaya ya Kinondoni, Katibu Tawala wa wilaya ndugu yetu Charles Kichere, mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, wataalamu wengine kutoka ofisi ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, waheshimiwa sana madiwani wa halmashauri ya manispaa ya Kinondoni, wakuu wa idara na vitengo, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Nichukue nafasi hii kuwakaribisha sana katika mkutano huu maalumu wa baraza la madiwani la halmashauri ya manispaa ya Kinondoni, mkutano ambao unakutana leo tarehe 17 mwezi wa 6 mwaka 2025, ukiwa na ajenda mahususi ya kupitisha taarifa ya utekelezaji wa mapendekezo ya ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa manispaa ya Kinondoni kwa mwaka wa fedha 2023 na 2024. Kipekee ni washukuru sana waheshimiwa madiwani kwa kufika, lakini pia na wageni waalikwa. Lakini kipekee zaidi nichukue fursa hii nimpongeze na nimshukuru sana mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG ndugu yetu Charles Kichere, ambaye kwa mara ya kwanza ndani ya miaka 5 ya umea wangu leo amekuja mwenyewe kuja kusikiliza hesabu za manispaa ya Kinondoni. Ndugu Kichere, karibu sana. Ingawa ofisi sasa iko Dodoma, lakini kila aliyopo Dodoma ni mkazi wa Dar es Salaam, na mkazi wa Dar es Salaam hawezi kuwa na thamani kama sio mkazi wa Kinondoni. Nina hakika wewe pia ni mkazi wa Kinondoni. Kwa hiyo leo umekuja kwenye halmashauri yako, ikiwa ni moja ya halmashauri ambazo nina hakika umekuwa ukizifuatilia kwa muda mrefu. Pale ambapo tumekosea umewahi kuturekebisha, na sisi tumekuwa tukitumia marekebisho yako na maono yako ambayo umekuwa ukiyatoa kuweka taarifa zetu vizuri. Kwa hiyo palipo na mafanikio ambayo yameifanya halmashauri yetu ipate hati safi kwa miaka 4 mfululizo, nina hakika mawaidha yako, ushauri wako umezingatiwa na wataalamu wetu, na ndio maana tumefika hapa tulipofika.
Kwa hiyo karibu sana Kinondoni. Nina hakika na hesabu hizi ambazo sisi leo tutazipitisha hapa, kwa maana hizi hoja bado zitakuja kwako na wewe utaendelea kuturekebisha, na marekebisho yako tutaendelea kuyapokea ili mambo yetu yaendelee kuwa vizuri. Baada ya maelezo hayo, sasa naomba kwa heshima na taadhima nitamke mkutano wetu huu maalum wa baraza umefunguliwa rasmi. Asante sana. Mwenyekiti, maelezo yaliyopatikana katika noti namba 10 ya taarifa za fedha ziliweza kuonyesha kuwa manispaa ilikuwa na mashauri mbalimbali hadi kufikia tarehe 30 Juni yenye thamani ya shilingi bilioni 6.8 yaliyotokana na madai ya kesi mbalimbali ambazo kwa wakati huo zilikuwa zipo katika vyombo vya sheria. Aidha, Mheshimiwa Mwenyekiti na wajumbe, katika ripoti iliyotolewa, halmashauri iliweza kusalia na hoja 5 za miaka ya nyuma kwa kitabu kikubwa na hoja 3 za kitabu cha mfuko wa wanawake na vijana na watu wenye ulemavu kwa mchanganuo ufuatao. Mheshimiwa Mwenyekiti na wajumbe, kwa mwaka wa fedha 2021 kulikuwa kuna hoja 1 na mwaka wa fedha 22-23 kulikuwa kuna hoja 4, na hivyo kufanya jumla hoja 5 katika ripoti kuu. Pia kwa upande wa mfuko wa wanawake vijana na watu wenye ulemavu kulikuwa kuna hoja 1 ya mwaka 2021, hoja 1 21-22 na hoja 1 22-23, na hivyo kufanya jumla ya hoja kuwa 8 kwa maana ya ripoti kuu na mradi wa hoja za nyuma. Mheshimiwa Mwenyekiti na wajumbe, katika mwaka wa fedha 23-24 mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali alitoa jumla ya hoja 44 kwa vitabu vyote, kwa maana ya hoja 36 kutoka katika kitabu kikubwa cha halmashauri, hoja 4 katika kitabu cha mfuko wa afya pamoja kwa maana ya sector basket fund, na hoja 4 katika kitabu cha mfuko wa wanawake vijana na watu wenye ulemavu, na hivyo kupelekea jumla ya hoja zote zikijumuisha na hoja za nyuma kwa ajili ya kufanyiwa kazi ni hoja 52. Mheshimiwa Mwenyekiti na wajumbe, management iliweza kuandaa majibu na kuwasilisha ofisi ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali Kinondoni kwa ajili ya uhakiki, na hadi kufikia tarehe 16 mwezi wa 6 hoja za miaka ya nyuma ziliweza kuhakikiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, na utekelezaji wake unapatikana katika ukurasa wa 3 kwa muhtasari, nao ni kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, hoja namba 1, hoja 1 katika mfuko ilikuwa imepitwa na wakati, ilikuwa overtaken by event, na hoja 7, Mheshimiwa Mwenyekiti, hizi zinaendelea na utekelezaji kwa maana zipo under implemented. Hoja za mwaka wa fedha 23-24 katika kitabu kikubwa ziliweza kuhakikiwa na kufungwa jumla ya hoja 9 na kusalia hoja 27, Mheshimiwa Mwenyekiti, kati ya hoja 36 za mwaka 23-24 ambazo Mheshimiwa Mwenyekiti hizo hoja zipo katika hatua mbalimbali ambazo management inaendelea kufanyia kazi. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika ripoti ya mradi utekelezaji wa hoja kwa muhtasari ni kama ifuatavyo. Katika mfuko wa afya pamoja basket fund kulikuwa kuna hoja 4, Mheshimiwa Mwenyekiti, zilikuwa zimetolewa na management imeweza kufanyia kazi hoja hizi, ambapo hoja zote zipo katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Pia katika mfuko wa wanawake vijana na watu wenye ulemavu kulikuwa kuna jumla ya hoja 4 ziliweza kutolewa na management imeweza kufanyia kazi, ambapo baada ya uhakiki hoja 1 imeweza kufungwa na kusalia na hoja 3 ambazo Mheshimiwa Mwenyekiti na wajumbe zipo katika hatua mbalimbali. Aidha, mkaguzi aliweza kuhakiki utekelezaji wa maagizo ya kamati ya bunge ya serikali za mitaa kwa maana ya LAC yaliyotolewa katika kikao cha tarehe 18 mwezi wa Oktoba 2024, ambapo kati ya maagizo 13 yaliyotolewa, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni maagizo 3 yaliweza kutekelezwa na kufungwa na maagizo 10, Mheshimiwa Mwenyekiti, yapo katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Mahakama Kuu ya Tanzania. Kwa hiyo naitwa CPA wakili msomi Charles Edward Kichele. Nilisema hilo niliweke sababu huo wakati mwingine sijitambulishi kama CPA au hata nikisaini huwa saini CPA au wakili, lakini hiyo ndio professional yangu. Mimi ni CPA kwa maana ya kusoma, bingwa uhasibu, lakini pia nimesoma sheria na nimekuwa admitted kama wakili wa Mahakama Kuu ya Tanzania. Kwa hiyo hivyo ndivyo nilivyo, Mheshimiwa Meya. Kwa hiyo kama utataka kutambulisha vyote vile basi tutaanza CPA wakili au wakili CPA, basi tunaenda hivyo hivyo. Mheshimiwa Songoro Mnyonge, mstahiki meya wa manispaa ya Kinondoni, ndugu yangu Albert Shalamila, mkuu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam, Dr. Toba Nguvila,
rasi, na mimi nikiwa kama rasi mstaafu. Nimewahi kusimama na mimi katika mabaraza kama haya nikiwa kama rasi. Kwa hiyo mimi ni rasi mstaafu. Mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya Bwana Mtambalike, katibu tawala, waheshimiwa madiwani, Saidi Mtambule, Mtambalile, Saidi, haya, mkuu wetu wa wilaya ya Kinondoni, mkurugenzi wa manispaa ya Kinondoni, Hanifa, na wataalamu wote mliohudhuria, msaidizi wa mkaguzi mkuu Bwana Karia, wakaguzi wakuu wa nje wawili Bi Mshana na ndugu Fahadi, na wataalamu wote ambao wamehudhuria. Niseme tu itifaki imezingatiwa. Ni wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi kama ulivyosema ni mkazi wa Kinondoni. Naishi Kinondoni, lakini pia nimekulia Kinondoni. Shule yangu ya msingi nimesoma Hananasif. Kwa hiyo mimi ni mkazi wa Kinondoni kweli kweli. Wala sio kwamba nabahatisha. Na diwani wangu nasikia yuko hapo. Nashukuru sana. Nashukuru sana. Mheshimiwa, kwanza nichukue fursa hii kukushukuru wewe pamoja na baraza lako la madiwani kwa kutualika katika kikao hiki muhimu cha kupitia taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa maana CAG kwa mwaka wa fedha 2023-2024. Kikao hiki ni kwa mujibu wa kifungu namba 48 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya fedha ya serikali za mitaa namba 9 ya mwaka 1982 iliyofanyiwa marekebisho mwaka 2000. Kinachotaka halmashauri ya manispaa Kinondoni kuwasilisha taarifa ya utekelezaji mapendekezo ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ikiwa na maoni ya kamati ya fedha na uongozi katika baraza hili la madiwani. Hatua hii inafuata baada ya kukamilika kwa ukaguzi wa mwaka wa fedha 2023-2024 na mimi kukabidhi taarifa yangu ya mwaka kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, na baadaye Mheshimiwa Rais kupitia kwa mawaziri kuwasilisha taarifa hiyo bungeni kwa mujibu wa ibara ya 144 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hatua hii nichukue fursa hii pia kushukuru baraza la madiwani pamoja na utumishi wote wa halmashauri ya Kinondoni kwa ushirikiano mnaoipa ofisi yangu ya taifa ya ukaguzi, na hivyo kufanikiwa kumaliza ukaguzi huu wa mwaka wa 2023-2024 kwa mafanikio. Mheshimiwa Meya, kama mlivyosema, amesema mtunza hazina hapa, amesema kama ametusema vizuri, kwanza kwa mwaka wa fedha wa 2023-2024 halmashauri ya manispaa ya Kinondoni ilipata hati inayoridhisha, hati safi. Kwa hasibu tunasema ni unqualified opinion, ambayo ni neno gumu kidogo kwa Kiingereza kwa sababu Waingereza huwa wanasema qualified ndio kitu kizuri, lakini the opposite is true. Tukija kwenye uhasibu kwamba unqualified ni hati ambayo ni safi. Sasa wakati mwingine wazungu wanachanganyikiwa kidogo, hata wazungu wenyewe ambao lakini hawajasoma uhasibu. Ukimwambia unqualified anasema what is unqualified? Unqualified is a clean opinion, ni hati safi au hati sio na shaka. Kwa hiyo ni hati safi. Kwa hiyo niwapongeze kwa hatua hiyo. Hati hutolewa kwa kuzingatia matakwa ya kanuni mbalimbali na standard mbalimbali, ikiwepo ni standard za IPSAS kutengeneza vitabu vya hesabu kulingana na standard za kimataifa, na Tanzania tumeamua kufuata standard ya IPSAS za accrual ambayo tunaifanyia kazi. Kwa hiyo tunahakikisha na sisi wakati zetu za kiukaguza ISAI kuhakikisha kwamba tunakagua kujua kwamba hizi hesabu zimetengenezwa vizuri. Kwa hiyo tulivyokagua tukakuta hesabu zimetengenezwa vizuri, basi tukatoa hati safi ambayo huwa naona mnakuwa nayo hapa, imesainiwa kwa mkono wangu, na taarifa zote za hati lazima ni saini mwenyewe. Hiyo ni kwa mujibu wa katiba. Lakini ndugu zangu, ingawa halmashauri ya manispaa ya Kinondoni imekuwa na mwenendo mzuri kama alivyosema miaka yote minne, na mimi siwezi kusaini hati mbaya kwa manispaa ya Kinondoni tangia nimeingia ni mwaka wa 5 sasa, naenda wa 6. Sijawahi kusaini hati ambayo
ni mbaya au hati yenye mashaka. Siku zote mlikuwa nikisaini hati safi. Kwa hiyo niwapongeze. Huu ni mwendelezo wa hizo hati. Lakini bado halmashauri imekuwa ikipata hoja nyingi za kikaguzi ambazo nyingine zimekuwa zikijirudia mwaka hadi mwaka. Hali inaashiria kuwa bado jitihada za makusudi zinatakiwa kuongeza hatua mbalimbali ili kuhakikisha kwamba hoja hizo zinatekelezwa kikamilifu na zisijirudie. Kwa sababu hatari yake ni kwamba zikiendelea kujirudia, kuna siku mtapata hati ambayo ni mbaya. Ni dalili kwamba tunapoenda tunaweza kupata hati mbaya. Mheshimiwa Songoro, unamaliza kipindi chako cha miaka 5, inshallah Mwenyezi Mungu akipenda unaweza 5 tena unaweza karudi, lakini umeondoka vizuri ukiwa huna hati mbaya. Lakini sasa tusiende huko mwaka ujao tukakutana na hati mbaya. Nadhani hatutaki hayo. Mathalan hadi kufikia tarehe 16 Juni, yani mwaka huu, halmashauri ya manispaa ya Kinondoni ilikuwa na jumla ya hoja 8 za miaka ya nyuma kabla 2023-2024 ambazo bado hazijatekelezwa kikamilifu. Aidha, jumla ya hoja 33 za mwaka 2023-2024 ambazo bado hazijatekelezwa kikamilifu zipo 33 ambazo ziko katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Kwa hiyo wito wangu ni mhakikishe kwamba kwanza, amesema ni kuzuia hoja. Muhimu zaidi ni kuweka mifumo ya udhibiti wa ndani kuzuia hoja. Na hoja ikitokea, basi tutekeleze mapendekezo ya CAG ili iweze kufungwa. Kuna wakati watu wanakuwa hawaelewi ukaguzi unafanyikaje. Tukishatoa hoja, sio kwamba kuna nafasi tena ya kusema kwamba mkurugenzi atakuja atasema hii ilikuwepo na sasa ifutwe. Hapana. Tunachotaka mkurugenzi atakuja atasema nimetekelezaje. Tunataka hatua za utekelezaji. Kuna wakati mnasikiaga kwamba hizi hoja zimetolewa lakini bado kuna majibu yataletwa, CAG atazifuta. CAG atafuta hoja kwa jibu la utekelezaji. Na sio kwamba wakati anakagua hakupewa, yani wakati anakagua kuna majibu yalikuwepo lakini hakuyapata. Hiyo si kweli. Tunakaa miezi 3, mkurugenzi, tunakaa miezi 3. Sisemi wewe, nasema kwa wote. Tunakaa miezi 3 mpaka 4 hapa. Kama tunakuwa tunaongea na wakaguliwa, tunaomba uthibitisho, kuna hoja tunatoa, tunajibizana, mpaka nikiandika ripoti naenda kusoma kwa Mheshimiwa Rais, inakuwa kwamba hatujapata vielelezo vya kwamba hicho kielelezo kipo na tusiandike hoja. Tunaandika hoja baada ya kukosa vielelezo. Na sasa hoja ile tukishaiandika tunasema tunaomba tuone utatekelezaje hii hoja. Na wala sio kwamba majibu ambayo sio utekelezaji. Ni majibu ambayo tunayapata pale. Tunataka baada ya kuwa tumetoa hoja ni majibu ya utekelezaji. Kwa sababu tumekaa miezi yote hiyo hatujapata majibu, ndio maana tukaandika. Huandiki kitu ambacho kina majibu pale pale. Majibu ina maana hayakuwepo. Hilo naomba lieleweke vizuri. Lakini Mheshimiwa Meya, niliseme hilo, lakini pia niseme pia kwamba mwaka unaokuja, mwaka wa fedha, baada ya serikali kuingia mada mpya, mabaraza ya madiwani wapya na kila kitu kitakuwa kipya, wakuu wa mikoa huenda wakawa wapya, na Mheshimiwa mkuu wa mkoa na yeye anasema mwajiri wake anaweza na yeye akaamua vinginevyo, lakini Mheshimiwa utaendelea kuwepo, nadhani Mheshimiwa. Mwenyezi Mungu tunao kusimamia. Kwa hiyo tukishaunda mabaraza, nimeona kuna gap fulani ya kutoelewa vizuri jinsi ya kushughulikia taarifa za CAG hasa katika mabaraza ya madiwani. Kwenye bunge nimefanya mafunzo mengi sana kuwasaidia wabunge, waheshimiwa wabunge kuelewa jinsi ya kuhoji, sababu hawa wataalamu wanatakiwa wahojiwe vizuri, jinsi ya kuwahoji na jinsi ya kushughulikia na kuelewa ukaguzi unafanyikaje mpaka ripoti inakuja kutoka. Kwa hiyo kwa upande wa wabunge nimefanya mafunzo mengi sana. Mwaka ujao
nitaanza kufanya mafunzo hayo kwa waheshimiwa madiwani, na nitaanzia mkoa wa Dar es Salaam. Kwa hiyo tuombe Mwenyezi Mungu, mkirejea basi tutakutana katika mafunzo, tutakutana na mimi katika mafunzo au watu wangu katika mafunzo, ili muweze tuanze vizuri mpaka ndani ya miaka 5, mkifika mwaka wa 2 au wa 3 mnakuwa mmeshaiva vizuri na kuweza kuhoji vizuri, ili tuweze kusimamia rasilimali za nchi, rasilimali za sisi wakazi wa Kinondoni, ili ziweze kutumika vizuri kutuletea maendeleo, kujenga barabara, kuweka miundombinu ya maji taka na kila kitu. Mna dhima kubwa sana waheshimiwa madiwani ya kusimamia rasilimali hizi za wananchi. Kwa hiyo tutasaidiana ili tuweze kuona tunasimamiaje. Ninavyohoji muone na nyinyi mtahoji vipi na kusimamia namna gani, ili mapendekezo ya CAG yaweze kutekelezwa. Nimalizie tu kwa kusema, niungane na wenzangu Dr. Nguvila kusema kwamba hiki ni kikao cha mwisho kwenu waheshimiwa madiwani, na sisi kama watendaji, mimi kama CAG nawatakia kila laheri kwa hayo mnayoendea kwa maana ya uchaguzi. Mwenyezi Mungu ikimpendeza na ikiwapendeza na wajumbe kama alivyosema, na ikitupendeza sisi wapiga kura, basi muweze kurudi tuungane tena kuendelea kuwatumikia wananchi. Nashukuru sana, asanteni.